Na nashukuru kwanza, kawaida tu halmashauri kupitia sheria namba 8 ya mwaka 82 ambao sasa inatambulika kama sura namba 288 na vile vile sheria namba 6 mwaka 99 inatoa fursa kwa halmashauri kupata kazi ya kutaja na kurudia majina. Tunasema to name and rename. Inaweza kawa palikuwa na jina lakini ukarename jina lingine na ambao kazi hiyo umepewa halmashauri. Sheria ile haitamki kwamba kuna mamlaka nyingine inaweza kufanya hivyo isipokuwa tu ni serikali za mitaa. Kwa hiyo niseme utaratibu unatakiwa kwanza wenye mtaa husika, kwa kuwa jina la mtaa litakuwa wenye mtaa. Wenye mtaa husika wanatakiwa kutoa mapendekezo ya kwamba mtaa wao, mtaa barabara fulani wangependa kupata jina fulani. Lakini njia ya pili, uongozi wa mtaa ukiondoa hiyo ya uongozi wa mtaa kupendekeza. Njia ya pili ni wananchi. Wanao uwezo wa kukaa wananchi kwenye mtaa na kuamua barabara fulani waziite majina fulani. Alafu njia ya tatu ya mapendekezo ni viongozi wakubwa wa kiserikali. Kwa mfano mimi nilipokuwa Kinondoni, Mheshimiwa Jakaya Kikwete alikuwa na mgeni wake mzee Mwai Kibaki. Wakatuambia sisi madiwani, kwa kuwa mamlaka ni ya kwenu, tubadilishe jina la Old Bagamoyo Road kuwa Mwai Kibaki Road. Kwa hiyo mapendekezo rais au viongozi wa nchi wanao uwezo kuomba baadhi ya barabara zipendekezwe kutokana na majina ya wageni wao au watu ambao wako karibu na serikali kwa mujibu watakavyoona inafaa. Lakini njia nyingine ya mapendekezo ni mapendekezo tunaita ya wataalamu wanao uwezo. Kwa mfano mitaa inapasuliwa, kipindi wanapanga mtaa wakapendekeza majina ya mtaa. Kwa yote hizi ni aina mapendekezo. Mapendekezo haiko aina moja ya mapendekezo. Kuna aina mbalimbali za mapendekezo majina ya mtaa. Na ndio maana hata sasa hivi tuenda mtaa wote tutakuta kuna majina mengi ya mapendekezo. Lakini njia ya mwisho ya kupendekeza majina ni majina ya asili. Njia ya kupendekeza kwa majina ya asili ni kutafutwa majina ya watu maarufu kwenye mtaa. Kwa mfano tunaita leo kwa Mtogore, tunaita kwa Manyanya. Hayo ni njia ya asili kwamba palikuwa na watu maarufu kwenye maeneo hayo, basi watu wakapendekeza majina ya mtaa kutokana na umaarufu wa wazee ambao wanahusika eneo hilo. Kwa hiyo kwa mtaa ambao ulitakiwa pale National Housing, wenzetu kama mtaa walifuata njia sahihi, walitana kikao cha kamati ya mtaa ambao walikuwa nao wana nafasi ya kupendekeza majina. Kwa sababu kwenye mtaa ni uongozi wa mtaa au wananchi. Kwa uongozi wa mtaa National Housing, Ubungo National Housing ambao wako ndani ya kata ya Ubungo walikaa na kupendekeza. Na bahati nzuri walipendekeza barabara mbili tofauti na watu wanasema kwa nini tumempa Wanyama tukumpa Samata. Kikao cha mtaa National Housing kilipendekeza barabara mbili kwa sababu tu wenyeji wetu waliotualika kama viongozi wa serikali eneo lile ambao ni chama cha mpira Ubungo UFA walitutaarifu kwamba wageni wangekuwa ni wawili, angekuwa ni Bwana Samata na mgeni wa pili angekuwa ni Victor Wanyama. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri tumeenda uwanjani tumekutana na mgeni mmoja ambaye ni Victor Wanyama. Ndio maana unaona uzinduzi wa barabara na picha zilizopigwa ilikuwa inamuhusu tu Victor Wanyama. Lakini kama bwana angekuja siku ile na alikuwa na barabara yake imeandaliwa na kikao hiko kilichompitisha Victor Wanyama, ndio kikao hiko kwamba kilimpitisha tayari Bwana Samata. Lakini kama Waswahili wanavyosema kwamba yule anayekujali kwa muda ule ndio unayemuona tutafanya naye shughuli, kwa tusingeweza kuzindua barabara ya mtu ambaye hayupo. Kwa hiyo niseme tu utaratibu baada ya jina kufuatwa kama viongozi wa mkoa walivyosema heti kwamba wakajiridhishe, ndio maana wamelitoa lile bango, watakapojiridhisha wakiona taratibu zilifuatwa litarudi. Kwanza sio sahihi. Moja, kwa kuwa sheria hiyo niliyoitaja haitaji sehemu yoyote kwamba kuna wilaya au mkoa kiserikali wanao nafasi ya kushirikishwa kwenye jambo hilo, si sawa. Sheria inasema kwamba halmashauri ndio wana nafasi hiyo. Kwa hiyo mimi nikijitambua kama mwenyekiti wa halmashauri na mstahiki meya wa Ubungo, niliwapa support wenye vitu wa mtaa kwamba watangulie kuweka ile jina na tayari barua yao ilikuwa imeshafika kata kwa ajili ya uchukuaji wa kumbukumbu na kuipitisha. Kwa hiyo taratibu zieleweke, taratibu za kupitisha jina rasmi kuingia kwenye nyaraka za serikali ndio ilikuwa inasubiria vikao. Lakini upatikaji wa vibao usubirie vikao, usubiri kikao. Kwa taratibu mara zote vikao vinaanza kujadili tayari pakiwa na mapendekezo ya kibao kimeshawekwa. Kwa hiyo uwekaji wa kibao na uzinduaji ulikuwa ni hatua moja. Lakini baada ya pale ilikuwa ni kikao cha kata na wilaya kupitisha sasa ili Victor Wanyama jina lake liingie kwenye kumbukumbu halali za halmashauri. Kwa hiyo ni mchezo tu, mimi nadhani ni siasa chafu imetumika ambayo inatuaibisha kama taifa badala ya kutugeia sifa kama tulivyofanya. Hapo cha msingi, kwa mfano mimi nimeamka asubuhi nimekuta mtendaji kata wa Ubungo ambaye mimi ni kwanza mbali ya kwamba mimi ni meya wa Ubungo, mimi ni diwani wa kata ya Ubungo. Nimeamka asubuhi nimekuta mtendaji wa kata ameshika bango, picha zinaonyesha mtendaji wa kata ameshika bango. Kwanza kwa siasa tu watu wakisema wananchi wamengoa, kwamba wamekasirika wamelingoa.
Lakini nilipopigia mtendaji kwa sababu namfahamu kwenye picha nimemuona, nikampigia, anasema yeye ni maelekezo amepata kutoka kwa mkurugenzi. Na nilipowasiliana na level hiyo ya mkurugenzi naye ananiambia amepata maelekezo kutoka kwa mkuu wa mkoa kwamba aondoe bango lile. Sasa mimi siwezi kujadili kwamba wameandika sahihi sio sahihi. Kwanza mimi nimeweka sheria kwamba sheria hiyo ndio inatuambia sisi halmashauri tuna mamlaka hiyo. Hayo mambo ya RCC maana yake mkuu wa mkoa. Yaani hilo neno RCC maana yake ni kamati ya mashauriano ya mkuu wa mkoa. Hiyo ni mtu anajipachika tu aonekane kwenye utaratibu, yeye alitakiwa awemo. Sheria haisemi hivyo. Na ndio maana nimeweka mjadala uwe wazi. Wanasheria wote waangalie sheria ile ni sehemu gani inamtaja mkuu wa mkoa. Kuna sehemu hapo wameandika maafisa uhusiano kwamba kuna DCC. DCC maana yake ni kikao cha mkuu wa wilaya cha mashauriano. Hakina sehemu kinatotaja kwamba mkuu wa wilaya anahusika. Sasa kama mimi meya nipo, meya bahati nzuri ndo diwani wa kata ile, na mwenyekiti wa mtaa ndo ametoa ile barua, kitu gani ambacho mtu anakuambia kimekiukwa? Nilichosema kwamba kibao uzinduzi, kama wasingejisikia wivu wa kisiasa, kibao uzinduzi ulikuwa uhusiani na taratibu za kwenda kutumia jina lile la Wanyama kwenye vikao vya serikali. Kwa hiyo mbali na kwamba siku ile wameshafanya vile, kikao cha mtaa kimekaa, nakala mkurugenzi kwenye ile barua anaonyesha wamempa kata, sisi tumeshapokea ile barua ya mtaa ambao wamefanya lile jambo. Na bahati mbaya watu wengi wananiona mimi picha wanahisi kama nimetoa barabara, ndio maana wanalikabili ile jambo kama kichama. Lakini mwenyekiti wa mtaa National Housing ni CCM, na ndio ameandika ile barua, ndio amesaini pale, na nakala katika wale wapeleka nakala, amepeleka nakala kwa mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Sasa kwenye upotoshaji wa siasa inaonekana vile Chadema meya ndo kamgaia. Hapana, mimi nilikuwa niko smart sana. Kwa hiyo nilihakikisha taratibu zinafuatishwa zote kwamba mwenyekiti, kamati yenu kaeni. Sasa kwa kuwa mwenyekiti na kamati yake yote ni wa CCM, kama CCM au kama siasa ilitakiwa ifanyike, wangemwambia mwenyekiti kataa hilo jambo, tukifanya tunampaisha meya ambaye labda ni wa Chadema. Kwa hiyo niseme tu afisa mahusiano kwa tangazo hilo lilotoka yuko chini yangu, mimi ndo bosi wake. Na hawezi kufanya kitu, mimi hawezi kunipinga. Katika halmashauri wasemaji ni wawili tu. Afisa mahusiano wa halmashauri anasema kitu ambacho kimesemwa na meya au na mkurugenzi. Full stop. Hakuna afisa mahusiano anaweza yeye akatoka nje akaenda kusema jambo lingine. Kwa afisa mahusiano ukimuuliza naye atasema nimeelekezwa na mkurugenzi. Na mkurugenzi ukimuuliza atasema nimeelekezwa na mkuu wa mkoa. Kwa siku ya mwisho mimi naona nisiwagombanishe tu. Ni ukweli kwamba mkurugenzi hawezi kumkatalia mkuu wa mkoa kwamba kibao kile ukiondoe alafu mkurugenzi aseme sikiondoe. Au afisa mahusiano anaweza kaelekezwa na mkurugenzi andika hivyo tujiweke salama, alafu afisa mahusiano akasema siandiki. Haiwezekani. Au mtendaji wa kata anajua bisa meya ndo mwenye kata ile, mimi ndo diwani pale, anaambiwa kangoe, aseme siendi kungoa. Kwa hiyo obvious tu wao, mimi naona nisiwaingize sana. Kimsingi walikuwa wanapigania kwamba wasije kaonekana wamekaidi na kazi zao zikawa mashakani. Mimi ninachokiongea kwamba sheria ambayo nimeisema ni iko wazi. Ukienda kwenye mtandao uka-search sheria hiyo namba 8 ya mwaka 82 inasema kifungu cha 53(1)(j) kwamba shughuli za kutaja majina au kurudia majina ya mtaa zitafanywa na halmashauri husika, full stop. Na kwamba sasa katika halmashauri husika utaratibu ni unaanzia kwenye mtaa mpaka kuja kwenye ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo mimi niseme tu baada ya kilichotokea jana, kama diwani na vile vile kama meya, ni waondoe shaka watu wote na Watanzania wote, mbali na kwamba tayari picha na mitandao wanajadili huko kama tumeingia aibu kama taifa, lakini kila kitu kitenda kama kilivyopangwa. Nitaitisha vikao kwa sababu kikao cha kamati ya fedha kinachoongelewa, mimi ndo mwenyekiti wa kamati ya fedha wa halmashauri. Wanaongelea WDC maana yake ni kikao cha kata, mimi ndo mwenyekiti wa iko kikao. Wanaongelea baraza la madiwani, mimi ndo mwenyekiti wa baraza la madiwani. Kwa hiyo hakuna kitachoharibika. Cha msingi tu hakuna namna pia ambayo mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa wataingia kwenye hilo jambo kwa sababu hawahusiki. Kwa hiyo tukishamaliza kama baraza la madiwani wajibu wetu, tutatangaza rasmi na inawezekana tukaenda kubandika sasa rasmi kama baraza la madiwani limerudisha kibao kile cha Victor Wanyama. Kwa hiyo niseme tu mimi nadhani kitendo kile kwa sababu kimekuwa cha kisiasa badala ya kuona fursa. Fursa ambayo mimi naiona kwa Wanyama, kwanza wachezaji wetu Tanzania sio siri. Mimi ni mmiliki wa timu wa KMC daraja la kwanza nikiwa kama mdau wa michezo. Mchezaji wa daraja la kwanza leo umpigie simu muite, anaweza kaja baada ya wiki moja. Kumuita tu uongee naye au muombe kuna jambo aongee na vijana wenzie waone kama motivation. Mchezaji wa daraja kwa sio ligi kuu, siongelee ligi kuu Premier. Hii Vodacom, naongelea mchezaji wa daraja ya kwanza. Kwa kuna malingo, wa Tanzania wana malingo. Sasa kwa hapa mtu anakuambia kuna mchezaji sijui fulani maarufu yupo, kwa nini hajapewa mtaa? Muite leo huyo mtu maarufu. Mtu yote ampigie simu mchezaji maarufu hapa Tanzania amuombe aje. Alafu aone kama anaweza akafika. Sasa utaona yale malingo ya Watanzania yale unafanya naye kazi vipi? Unatoaje mtaa mtu hayupo? Kwa hiyo mimi niseme tu nafasi ya mitaa Ubungo hii halmashauri. Kata tu ya Ubungo yenyewe na mitaa 180. Hivi kumgaia mtaa mmoja Victor Wanyama na mitaa 170 imebaki kwa sababu vimtaa tunavyoviona ni vichochoro. Kuna ile barabara kubwa kama Mandela Road, Samnojoma Road, sisi Victor Wanyama hatujampa barabara kubwa hizo.
tumemgaia vichochoro. Kile kibarabara ambacho amepewa Victor Wanyama ni mita 270. Sasa mita 270 kumpa mchezaji ambaye ni wa Uingereza, yeye ndo alipaswa tukatalia, sema bwana mnaniahirisha, kama mnataka mkanigaie flyover, mnigaie barabara kubwa. Lakini mchezaji pata picha wa Uingereza mwenye jina kubwa, ligi hii msimu huu timu yake imemaliza ni ya pili, ni tajiri. Kenya kwao, Kenya Nairobi, barabara ni nzuri kuliko Dar es Salaam, na sisi mamea kila siku tunaenda kujifunza Nairobi. Hivi kwa nini asingeshawishi Nairobi wampe barabara? Tumeenda kumpa barabara pale. Kama kuna video wa Tanzania ningependa waione. Hata Victor Wanyama alipokuwa anaenda kwenye barabara kuzindua, anakanyaga matope kwenda kuzindua kile kibao. Pale tu ilitosha kabisa aseme bwana, mbona mnanigea kama vile mnanipeleka kitu kichafu, kibaya. Umeona? Lakini kwa iko kitu kidogo kathamini, kaenda kwenye mtandao kakirusha, kashukuru kwamba wananchi wa Ubungo na meya wa Ubungo mmenipa kitu hiki, kwake kaona ni hadhi. Baada hapo vyombo vya habari vya Uingereza vikaanza kuripoti, magazeti ya The Sun, blog mbalimbali, timu tu yenyewe ya Tottenham ikarecognize kwamba amepewa kule venue Dar es Salaam. Sasa mimi kwangu naona jambo kubwa sana. Hiyo motivation tu kwanza, thamani ya mtu anapokuita. Mimi ukiniambia mimi ni meya, ni kiongozi wa serikali, lakini kwa umaarufu siwezi kumzidi Victor Wanyama. Kwa umaarufu tu. Mimi ni meya Ubungo, lakini kwa utajiri siwezi kumzidi Victor Wanyama ambaye analipwa karibuni sijui milioni 300 au 600 kwa wiki. Mimi kwa mwezi napewa shilingi 900. Siwezi kumzidi, lakini pata picha mimi namuita mtu wa namna ile, anakuja na anaona kabisa wenyeji wananipokea na tumemwandalia sio zawadi, sio kitu chochote, tunamwambia tu njoo tukupe umtaa. Na Victor anasema nitauhudumia nikiwa Uingereza, naacha mawasiliano yangu muhudumie. Sisi watu wa Ubungo pale tunachoathirika ni kwamba mtaa ule una matope, miaka zaidi ya 50 upo. Hivi Victor kukubali unamtaa jina lake liwepo na ahudumie pale, ukae na miundombinu mizuri, tunatiana wivu ya kisiasa kuonekana kwamba huyu anafaidi kuliko sisi, kwa nini sijahusishwa, kwa nini wametoa huo mtaa. Kwa mimi nadhani hiyo ilikuwa mmoja ingo moja ya kuiangalia kwamba thamani sisi hawa wachezaji tunawaambiana Tanzania tuna thamani sana, wa Tanzania tunathaminiana. Lakini mimi ukiniambia nitoje majina, kwa mfano Samata tulichampa mtaa, angekuja obvious kweli angekuwa Victor na Samata wamepata mitaa. Lakini ukinitajia majina mengine ya wachezaji, kwa nini eti sijaanza kugaia wa Tanzania? Mimi namgaia mtu alikuja Ubungo, tofauti ya Victor na wachezaji wengine wa Tanzania. Victor ni Mkenya lakini kaja Ubungo. Kuna Watanzania wana majina makubwa maarufu na wengine tu wana umaarufu watao daraja la kwanza, lakini Ubungo ukiwaita wakanyagi. Ndondo Cup tu kuja pale Kines kufanyikia pale Kines. Mimi kama meya najidai na nisingekuwa na uwezo wa kuendesha ligi kama Ndondo Cup, ningekuwa na hela gani? Lakini utaona coordination ya watu wa Ndondo Cup wenyewe, media za Azam pale zinavotoa support ile, ni jambo kubwa. Kwa nini najivunia kwamba Ndondo Cup inafanyika Ubungo, halmashauri yangu, na Ndondo Cup inafanyika kata ya Ubungo ambao ni uwanja wa Kines. Sasa unataka mimi nisijidai kwa jambo kama hilo? Kwa hiyo mimi niseme tu kutambuana, appreciation na kuthaminiana ndio kitu kikubwa sana Victor Wanyama amewafundisha wachezaji wa Tanzania. Kuthamini. Sio kwamba vimtaa vile, kimtaa kile cha Victor. Leo Victor akakubali ndio maana kunakuwa na mjadala, lakini nataka nikwambie mtaa kile ambacho tumempa Victor, tungeanza kumgaia Mtanzania asingekubali. Angeona tunamdhalilisha. Yaani hilo amini usiamini. Kwamba kama kuna Mtanzania tumemwambia njoo tunakuja kimtaa hiki kina matope, afu akanyage kama vile Victor aende kukifungua, angeona tunamdhalilisha. Angetuambia bwana mimi siwezi kupata mtaa huko mtaani Ubungo, angetaka mtaa akapewe posta au Kariakoo. Sasa kwa mtu ambaye ametoka Kenya amekuja Tanzania amefika Ubungo, sisi tunamthamini tunampa mtaa, lakini tunatoa milango wazi kwa mtu yoyote. Wanamuziki kwa mfano Diamond au Alikiba, au wakina Vanessa, wakina Juksi, wakina Professor J, wakina Sugu, wakija Ubungo na ikaonekana wamekuja kusaidia vipaji vya watu wa Ubungo, mitaa ipo, tutawakumbuka na kuwaenzi. Kitu kama kile ambacho cha pili ambacho nakiongelea, ukiondoa hiyo engo ya kwanza ya kuthamini na kutambuana ambao wamefanya Wanyama, engo ya pili naiona mimi thamani ya Wanyama kuja kuangalia mechi ambayo haipo kwenye madaraja ya TFF. Afa ni mchezaji wa kimataifa wa kulipwa ambaye mwaka huu anacheza klabu bingwa Ulaya. Anakuja mtaani, watu wanatimuana vumbi, amekaa pale anaangalia. Kwanza kuna mtu aliyechezwa alipangwa kwenye timu zile 11. Ni historia katengeneza maishani mwake kwamba nisha kucheza mpira mimi, nikafunga goli au sikufunga goli, lakini jukwaani alikaa pale Victor Wanyama alikuwa ananiangalia. Hiyo tu kwanza ni historia ya kwanza imetengenezwa kuanzia kwenye wachezaji walikuwa wanacheza pale eneo lile. Lakini jambo la pili, hata uwanja siku ile unaona umejaa. Uwanja kujaa maana yake watu wanathamini, kwa sababu mimi kwa mfano ni Manchester. Mimi mshabiki wa Manchester. Victor Wanyama ni Tottenham. Lakini tunamwambia pale kwamba wa Manchester anapocheza na Tottenham tunajisikia faraja, Mswahili mwenzetu, wewe ni Mkenya lakini umeona unavyoongea Kiswahili kuliko hata mimi. Tunajisikia faraja kwamba timu inayokabiliana na Manchester leo ambayo ni Tottenham Hotspur
Yuko Mswahili mwenzetu tunajisikia faraja. Kuna watu wa Arsenal pale alikopo Madi jukwani siku ile. Ni mshabiki mzuri wa Arsenal. Kwa motivation tu hata sisi watu jukwani tujisikia furaha kuwa na Mswahili mwenzetu anachezea timu ambazo tunashabikia, ni ligi ambayo inashabikiwa na watu wengi zaidi kuliko duniani. Kwa hiyo niseme ilikuwa ni thamani kwa watu wa vipaji vya chini ambao ni wachezaji siku ile kupata heshima hiyo ya kuja kuangaliwa na Victor Wanyama kuliko hiki walichokiona. Lakini la tatu ambacho kikubwa ilikopo ni mjadala mkubwa siku ile pale, ilikopo ni uwepo wa Chuji mle ndani, uwepo wa Boban ambao ni wachezaji wakubwa wameanza kuhangaika kwenye maisha ya mpira kama walivyoanza kuhangaika wakina Victor Wanyama. Lakini leo hii mmoja Victor Wanyama ametoka kama mchezaji mwenye mafanikio, lakini wengine wale wa Tanzania wapo. Kwa hiyo ni sehemu ya yeye kujifunza kwamba wenzangu walikosea wapi hivi na hivi. Sasa pata picha kwa kitendo kilichotokea cha kungoa bango. Kama Victor Wanyama ameona pale kuna mchezaji siku ile amecheza vizuri, kwamba yule naweza nikamuendeleza nikamtengenezea connection, akaonana na baadhi ya mawakala mbalimbali duniani kumuendeleza kipaji chake. Kwa hichi kilichotokea, unadhani tumejenga au tumebomoa? Anaweza akarudi akaja kusema kwa nini nikamfuata yule mchezaji, kwa sababu amejishusha amekutana na siasa chafu na za chuki na tabia tu za kukomoana, kwamba jambo hili labda wamefanya Ndondo Cup ni Klaus, mimi na Klaus bwana inaonekana kama tumewapa mileage, lakini huwezi kuangalia thamani ya Mtanzania mmoja pale ambaye kumbe huenda kupitia ujio wa Victor Wanyama pale kuja angeweza maisha yake kufanikiwa. Kwa mimi niseme kwa engo hizo zimetufedhesha sana. Na engo nyingine ambayo nimeona watu wengine wanaijadili ni ya utalii. Kile kibao cha Victor Wanyama sasa hivi kimezunguka duniani, kinakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 10 wameshakiona. Ingawa picha hii ya kungoa iko tu locally hapa. Nimefuatilia, nimegundua picha hii ya kungoa kile kibao ipo locally tu, yani na iko Dar es Salaam na baadhi ya viunga vya Tanzania. Lakini picha ambayo inasambaa positive ni ile picha kwamba Victor Wanyama ameenda Tanzania, Dar es Salaam na amepewa mtaa. Sasa watu zaidi ya milioni 10 wameona. Kwa kuna watu wanataka kujua Tanzania kuna nini, Dar es Salaam kuna nini. Tulikuwa tuendelee kupokea wageni wengi na kuhamasisha utalii. Hata hapa tunapoongea Victor Wanyama, kuna mwenzie tena wa timu wa Uingereza pale, Mamadou Sakho ambaye alikuwa yuko Zanzibar. Kwa maana yake palikuwa na ujio, na vile vile kuna mchezaji mwingine wa Tottenham alikuwa tayari yuko Ngorongoro. Kwa tulitegemea tutengeneze utamaduni wa kuwafanya wageni waendelee kuja Tanzania na wapende ukarimu wetu. Ile ilikuwa ni moja ya njia na ubunifu mimi kama meya na wenyeji wangu wa Ubungo kuonesha ukarimu kwa wenyeji kwa wageni wetu wanavyotembelea Tanzania, Dar es Salaam na Ubungo na Kines kwa ujumla. Niseme tu kwamba tulitegemea tungeungwa mkono na viongozi wote wa serikali, na sio tu tungeungwa na kuanza zile figisu. Na picha hizo ambazo zinaenea magazeti ya The Sun, The Football ya Uingereza ni positive. Hiyo inaonyesha ni watu tu kufuatilia na kujua. Kenya nimeona mjadala kule na Wakenya wanalaumiana kwamba Watanzania wametambua mchango wa Victor Wanyama kabla sisi wa Kenya hatujafanya hivyo. Nairobi imekuwa ni mjadala pale kile kibao kipo. Mimi nitegemea watu wengine wa bodi ya utalii wangeona fursa hiyo ya wageni wa namna hiyo wakija tufanye appreciation ya kuwatambua na kuwatunza na kuwaonesha ukarimu ambao ni utamaduni wa Tanzania. Kwa mimi nimeonesha njia tu, whatever ilichotokea, whatever the case, nyuma yupo mtu ambaye labda ni kiongozi wa mkoa hajapendezwa, au huenda alikuwa anataka kunikomoa mimi lakini anataka kumkomoa miongoni mwa watayarishaji wa waletaji wa wageni wale, lakini niseme tu kwa ujumla hajamkomoa mtu yeyote, hajamkomoa meya, hajamkomoa mtayarishaji wa Ndondo Cup, hajawakomoa mtu yeyote. Pale aliyowakomoa ni Watanzania ambao walipata heshima kubwa duniani, lakini ameamua tu aivuruge kwa sababu tu ya chuki zake binafsi na ameshindwa kutanguliza maslahi ya taifa, ametanguliza maslahi yake binafsi. Meya, kwa kumalizia, kuondolewa kwa kile kibao kunaondoa maana ile mtaa kuwa bado ya Victor Wanyama? Hapana, kibao kuondoa, mitaa mingi mpaka leo tunaijua inaitwa majina, haina vibao. Kwanza hilo ni kuhakikishie. Heshima ambayo tumemgaia Victor Wanyama ni heshima imetoka rohoni mwa meya na wananchi wa Ubungo. Mioni mwetu sisi tunajua ule mtaa ni Victor Wanyama na heshima hiyo tumeendelea kumgaia. Kama vile ambavyo Victor Wanyama shukrani yake aliyomgaia meya hajaifuta. Kwamba baada kibao kimeondolewa nifute ile shukrani yangu kwenye Instagram, nifute na moyoni mwangu, hapana. Urafiki na ukarimu ukarimu alioonyesha Victor Wanyama kuja kututembelea watu wa Ubungo, na sisi watu wa Ubungo tulionyesha ukarimu wa kumpa mtaa Victor Wanyama, ni bondi ya kiroho na kimwili, na sio ya kimwili au kusema ni kibao, ni bondi ya kiroho na kifikra. Kwa mimi niseme tu kwa fikra za wana Ubungo na fikra sisi viongozi tuliombaga kibao kile Victor Wanyama itaendelea kubaki vile vile milele na milele. Sana sana tumepata promotion tu ya kwamba kuna mtaa kule wa Victor Wanyama umepewa. Niseme utamaduni wa kutoa majina kwenye barabara ni utamaduni ambao wa kuenziwa, ambapo hujaanza tu kwa upande wangu mimi. Kwanza kwa Dar es Salaam kuna majina mengi ambayo tumetoa kwa ajili ya watu wa nje. Kuna Samola alikuwa ni mtu wa Msumbiji,
hiyo Samora Avenue lakini kwa sababu tu ya urafiki na Nyerere alipewa mtaa. Kuna mitaa mingine ya Mwai Kibaki, kuna mitaa mingine ya Kenyatta Drive hiyo, kuna mitaa kama hiyo ya Mandela, Sam Nujoma. Watu wanafahamika ambao walikuwa ni watu wa viongozi mbalimbali wa nje, lakini walipata mitaa Tanzania. Lakini vile vile wa Tanzania tumepata mitaa mbalimbali sehemu mbalimbali. Kwa mfano Ujerumani Hamburg, mimi nimeenda kuzindua mtaa unaitwa Dar es Salaam Plage, ambapo mtaa huo zamani ulikuwa unajulikana kama Mwalimu Nyerere, lakini huko Ujerumani Hamburg. Lakini vile vile Zambia Lusaka nimeshuhudia kwa macho yangu mtaa unaitwa Juma Pondamali. Na sijajua kwa nini wanaoita Juma Pondani, nikajua labda majina yamefanana, nikaambiwa hapana, Pondamali ni wa Tanzania. Lakini vile vile mwisho wa Kenya hapa wenzetu 2015 Mzee Kikwete kabla hajastaafu alienda kuzindua barabara nje ya geti la ikulu ya Kenya ya Nairobi. Nje ya geti lile kuna kibao kimeandikwa Jakaya Kikwete Avenue. Kwa hiyo maana yake wa Kenya, mtu yoyote pale anapoenda kutoa heshima ile Kenya pale atakuta kibao kimeandikwa Jakaya Kikwete Road. Sasa kwa nini Wakenya wasijisikie vibaya kwamba rais wa Tanzania au mtu wa Tanzania amepewa sehemu muhimu kabisa kwenye nchi kama vile ambao sisi tumemgea Obama? Kwa hiyo niseme ni utamaduni wa kuenziwa tu kwamba unapoona kuna mtu wa namna hiyo basi mnampa. Au kuna ile Masaki, unaona Toure Soko Toure alikuwa ni kiongozi ambaye watu wengi wamfahamu, lakini jina linatumika mpaka leo, ni barabara ya Toure Road inakuwa ni maarufu. Kwa hiyo nisema ni utamaduni tu wa kuenziwa, ulipaswa uendelee na wala usionekane kama vile watu wa Tanzania wapate majina, basi hatuwezi kutoa majina kwa watu wengine wa nje.